Na shahri Ramadhani anatuonyesha mabarabara wa zama zilizopita walikuwa wakitajika katika kila munasaba wa kheri, katika kila tukio la kheri. Utaona pale barabara atajika na barabara amehusika, tofauti na leo. Katika kila munasaba ambao haufungamani na mambo mazuri, haufungamani na mwelekeo mzuri, utaona ndio barabara leo amehusika. Hivi sasa ndio katika hizi siku 10 ambazo mahujaji wanaelekea ila Baitullahi al-Haram kwenda kukamilisha nguzo ya 5 katika nguzo zetu za dini ya Uislamu. Na wale ambao hawakuwafikiwa kwenda kuhiji, tusubiri kutekeleza ibada ya Eid tukufu, Eid al-Adha, ya siku ya 10 katika Uislamu. Ukiangalia tukio la ibada ya hija na tukio la ibada hii ya Eid al-Adha tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja, utaona pale munasaba huu amehusika zaidi barabara. Hija yote ukisoma na kuja katika Eid al-Adha, hauwezi kupita kila hatua katika ibada hii, kila hatua katika ibada hii ya Eid na Haji, utaona pale barabara ametajika kwa hali nzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukisoma masala ya hija ilivyoanza na nini, utaona anahusika Nabiiullah Ibrahim na mtoto wake Ismail ambaye alikuwa ni barabara. Maana siku zote zile ambazo tunazipitia amehusika barabara. Akijenga na baba Ibrahim nyumba ya Kaaba, ajenga yeye na mwanawe Ismail. Jambo la kheri, barabara iko katika mstari wa mbele. Ilipokuja katika masala ya Eid al-Adha, mtoto akawa amejitolea, hata kama ni uhai wake upotee, lakini ikiwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, barabara kama yule akasema mimi niko tayari. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Barabara antajika katika minasaba ya kheri. Nabii Ibrahim alikuwa amekosa mtoto kwa muda mrefu, miaka 80, na alipopata mtoto kwa ule ni katika umri wa uzee. Mtoto kama ule alipopata sasa, roho inatamani, roho ina matumaini kwamba nimepata mzao wa kusaidia, nimepata barabara, nimepata kijana. Alipofika umri wa kwenda mbio na yeye kusaidiana shughuli moja mbili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia katika ndoto, mchinje mwanao. Na wanazuoni watueleza ndoto ile ndio Ibrahim aliota takriban kwa siku 3. Aliota usiku wakamwambia tarehe 8, akaota usiku wakamwambia tarehe 9, akaota usiku kwa tarehe 10, mpaka akaona kwamba hii ndoto itakuja mfululizo. Hii ndoto si masala ya shetani, hii ni amri kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya 10 katika mwezi wa Dhulhijja akamwambia mwanawe, mimi nimeamrishwa katika ndoto, Mwenyezi Mungu anambia nikuchinje mwanangu. Barabara kama huyu
Nabii Ismail hakufikiria, hakusema wacha kwanza nifikirie baba, hii mambo ya kishetani, ndoto tu uweze kunitoa uhai. Hakusema wacha nikashauri mamangu, wacha alimwambia ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baba, madamu ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya tena, si leo peke yake na si ndoto hii peke yake, ma tu'mar wa fil mudari, lile ambalo Mwenyezi Mungu atakuamrisha kila wakati, na mimi utanipata katika watu wenye subira. Satajiduni insha Allah min as-sabirin. Leo ni barabara gani aweza kuonyesha msimamo mzuri na kujitolea uhai wake utoke kwa hali kama hiyo, kwamba Nabii Ismail alionyesha wafilan, akakubali, na pale kukapita mengi, shetani akataka kuvuruga barabara msimamo wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwendea Nabii Ibrahim kwa sababu ya ndoto, watakuchinja mwanao, ule mtamani siku nyingi. Nabii Ibrahim akawa hana habari, akaenda kwa mamake Nabii Ismail, akamwambia mamake Ismail, kwa sababu ya ndoto mumeo atakuchinja mtoto wako. Akamwambia ikiwa ni amri ya Mwenyezi Mungu, mwache Ibrahim atekeleze amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akaenda mwisho kwa mtu mwenyewe, barabara mwenyewe Nabii Ismail, mwambie babangu, eti kwa sababu ya ndoto leo aenda kuchinja. Huyu barabara ilibidi achukue mawe ampige. Nabii Ibrahim pia achukue mawe ampige shetani. Wote wakawa wanachukua mawe na shetani. Ndio leo wale mahujaji wakienda kule, kuna sehemu inaitwa Jamarati, waenda kutupa mawe kwa muda wa siku 3, kuonyesha fulani shetani ambaye alikuwa atakapoondosha misimamo ya barabara katika kheri. Walikuwa mtajika na walikuwa kuonekana katika kila minasaba ya kheri. Leo barabara wetu wanaonekana ikamilifu katika minasaba ya kheri, katika mijumuiko ya kheri, katika misimamo ya dini, waonekana leo barabara wetu. Lakini katika mambo ya uchafuzi, mambo ya uharibifu, mambo ya kuharibu, leo wanaotajika na wanaonekana ni mabarabara wetu. Leo kuna sijui kuna watoto wa nyanya au si wazee, mabarabara, wajukuu wa babu, hao wajukuu si wazee, ni mabarabara. Na cha kusikitisha ni kwamba hao mababu yote sio wakali kwanza, wakali juzi, wote hao wao wakali kwanza, wakali mwisho, wote picha iliyoko pale ni mabarabara. La kusikitisha si mabarabara tu, ni watoto wetu, mabarabara wetu wa Kiislamu. Hata kama wengine wako, lakini pia tunaona mabarabara wetu wa Kiislamu wako pale ndani. Hii ndio jambo la kusikitisha. Yaani barabara wetu wa Kiislamu hawezi kusifika ubarabara wake katika mambo ya kheri ila ayafanyiane. Utaona pale wa majina ya Kiislamu, watoto wa Kiislamu, mabarabara ya Kiislamu, nini wanatafuta jambo ambalo kwamba haliwasaidii katika maisha yao ya dunia wala maisha yao ya akhera. Na mwisho ndio utaona watu wanataifa, mwisho wanachoma, mwisho wanauawa kwa sababu ya mambo ambayo haikustahili wao wajihusishe na vikao kabisa. Huyu ni barabara wa leo. Barabara wa leo akionekana katika, hata kama ni katika jambo la kheri, watu wanashaka. Leo barabara hata akija msikitini
akija swali lillahi taala utono wako shaka hapo unataka tukaibwa hapo uone kutoka baada yote. Yani imekukopisha kwamba barabara wa leo ataonekana mahala hakuna salama. Ni kwa nini? Ni vile walivyojidhihirisha na vile wanavyojiweka kwamba sisi tukiwa mahala lazima tujulikane, lakini si kwa sababu ya uzuri. Leo hata mabarabara wanaonekana kule hija kule watu wana wasiwasi. Hija yetu kwenda kwa sawa, barabara wanakuja katika hija. Yaani kila mahala leo palipo na barabara watu hawaoni kama kutoka msalama. Na hii itikana hiyo tofauti. Leo itikana barabara mahala akionekana ndio watu watumie. Watu ni amani. Hakuna familia inatokea, tunao barabara wetu. Hakuna shada kutokea, tunao barabara wetu. Hakuna furugu kutokea, tunao barabara. Lakini leo ukisikia mahala kuna kwenye nikabu kwa furugu ni barabara. Kwenye sherehe za mpira kuna furugu ni barabara. Yaani kila mahala chanzo cha uchafuzi wa shughuli kama ile ni barabara. Sasa ikiwa leo barabara leo huyu dunia inaelekea wapi? Mustakbali wa dini yetu utakuwa vipi? Msikiti umejengwa ni mpya bado hata unafunguliwa. Unahitaji mabarabara ufanye kazi. Unahitaji mabarabara uwakilishe kwa ibada. Sio kwa na ikiwa hawa wazee wetu wameenda mbio, alhamdulillah, neema kama hiyo, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ilikuwa kusumbuka katika kama hili, hakuna msikiti karibu, labda tunasiji msikiti gani kule msikiti gani, lakini neema kama hiyo imekuja hapa katika maeneo yetu. Mabarabara wako hapa, msikiti unaohusu zaidi hata kuliko wakosi. Lakini itakuwa hivyo, wale wazee wetu walikwenda mbio wakatafuta, walipotafuta na wanazidi kutafuta msitu ukamilike, au ndio bado wanasumbuka pia kuja kufanya ibada mbele hata kwa barabara wetu. Tutakuta alfajiri wazee wataamka, kijana pengine mmoja na akija kuchelewa, wazee watakuja Allahu Akbar, takbiratul ihram. Utaona walioanza mbele ni mabarabara ni watu wazima. Barabara wale wanapokuja utaona akija yule amekosa, akija imamu piga sala, akija msaraka moja, lakini wale watu wazima ndio utaona kabla ya adhan iko ndani msikiti. Barabara mpaka sikia adhan ya pili. Yule mtu mzima atamka kabla adhan ya kwanza kuna alfajiri kesho ajitayarisha na atalala mapema na atatoka mapema atakuja. Lakini barabara na wengine ndio hawapiti kabisa, na anasikia unaadhiniwa hata pengine msikiti nyumba yake iko msikiti, adhani ikitoka chini ya kitanda, hayya ala salat, joni katika swala, hayya ala falah, joni katika kufuru, atanapata kwanza ndio afuta shuka. Sasa ndio usingizi ndio mwanzo. Hakulala mapema, amelala saa 6, amelala saa 8, amelala saa 10, hata saa ngapi aje kwa Mola wake ameyeke. Kwa hiyo hizi darasa za barabara zinahitaji zitolewe sana, na mabarabara wafanye vikao sana, hasa barabara wetu wa Kiislamu. Leo tutakuja mambo ambayo si yao, si mfumo yao. Atakuvaa kama fulani, mbona si mtakuvaa kama mtume? Mbona si mtakuvaa kama sahaba? Atakakunyoa kama fulani, mbona si mtakunyoa kama mtume? Tumekuwa kunyoa vipi? Mtakuja mtume katika kunyoa. Sayyidina Ali alikuwa akinyoa vipi? Mtakuja Sayyidina Ali. Mifano ya barabara wa Kiislamu iko tele, lakini wale Waislamu hawataki kupiga mifano kama hiyo. Hatuigi ibada za barabara iliyopita, hatuigi imani za barabara iliyopita, hatuigi misimamo ya kheri wala barabara iliyopita. Misimamo yetu leo ni ya leo kwa barabara ya Islam haijafiki. Kwa barabara ya Islam
na kwake kama ni fakhri mimi kumuiga yule, ikiwa ni kunyoa, ikiwa ni mpaka wengine mpaka kula, mpaka kutembea, mpaka kulala, anamuiga nani? Kafiri. Mimi nitakatembea kama fulani, nitakanyoe kama fulani, barabara nitakalale kama fulani. Utalala nini kama mtume? Utakula nini kama mtume? Utaishi vipi kama wale mabarabara? Mifano hii ile ilikuwa mifano wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kwa hivyo tunasema kwa barabara wetu, turudini katika mifumo yetu yenyewe ya Kiislamu, tuige mifano yetu tuliogewa katika Uislamu ya ubarabara ambao ulikuwa kwa wale mabarabara wa zamani na vile alivyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu wakati tutakuwa hapa leo, ilikuwa ni muhadhara wa siku ya 4 na kesho itakuwa muhadhara wa siku ya 5. Tutaeleza kesho silatul rahim, kuunga kizazi. Kesho tuna muhadhara wa 5 kuelezwa mada silatul rahim, kuunga kizazi. Leo kizazi kuunga watu, leo familia wanaishi kwa amani, wanaishi kwa upendo, wanaishi kwa kujuana, wanaishi kwa kusaidiana. Tuungana leo familia, inshallah taala, tuende pamoja. Mada hii itatolewa na Sheikh Hamza ambaye ni imamu wa msikiti wa hapa Jomvu Madukani, msikiti wa Sunna pale, wana inshallah. Kwa hivyo tujumuike kwa wingi inshallah. Baraka tabaraka innaka samir alim wa alaina ya mulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.